Lakini Paulo wakati anamwandikia Timotheo hakuwa katika context, hakuwa katika mazingira ya Uislamu. Alikuwa katika mazingira ya kukumbusha juu ya wajibu na nafasi ya Timotheo katika kanisa lilokuwa kichunga Efeso, na wakati huo ikiwa ni asubuhi ya Timotheo na jioni ya Paulo. Paulo anajiandaa kuondoka katika utumishi. Timotheo kwa kijana mdogo anaanza huduma. Paulo anaona aseme naye maneno ya kutia moyo katika safari ya utumishi. Anamwambia maneno haya. Timotheo wa pili sura ya 4 aya 7 mpaka 8. Nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mkuu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Timotheo akiwa anachunga kanisa la Efeso, akiwa ni kijana ambaye kusoma katika nyaraka nyingine Paulo anamuhimiza usiache kuitumia karama ya Mungu iliyomo ndani yako tuliokuwekea mikono yetu, ikimaanisha kwamba Timotheo ni zao la Paulo. Timotheo alilelewa na Paulo. Sasa inapokuwa jioni ya Paulo anapojiandaa kuondoka, akijua kwamba muda wa utumishi wake umekaribia mwisho kabisa, anaangalia maneno ya kusema na Timotheo. Na katika mazingira haya ni wazi unaweza kuona moyo wa Paulo unatafsiri nini juu ya huduma katika uzoefu wake, na anazungumza nini kwa Timotheo juu ya uzoefu huo. Anaposema nimevipiga vita vilivyo vizuri, kwa tafsiri nyingine anamwambia huduma ni vita, huduma ni mapambano. Wanaambia watu wanaimbaga ile pambio, tambarare wa Yesu, tambarare tambarare wa Yesu. Kuna milima ipo, milima ipo. Kama hujawahi kuiona njoo tukuonyeshe. Tunamshukuru Mungu kwa kitu kimoja, milima ipo, lakini neema ya Mungu ipo ile zaidi ya milima kuweza kupanda na kushuka. Kwa hiyo Paulo anaanza kumwambia Timotheo, maisha ya wito wetu, maisha ya huduma yetu ni vita. Anaposema nimepiga vita vizuri, ni vita. Lakini anaainisha namna ya mapambano hayo Paulo alipopambana nayo. Anasema nimepiga vita vilivyo vizuri. Unaweza kupigana vita ukashinda au ukashindwa. Kwa hiyo Paulo amwambia Timotheo kwamba katika hiyo vita mimi nimekuwa ni mshindi, na kwa sababu nimekuwa ni mshindi, hiyo vita ilikuwa ina kusudi moja. Ilikuwa ina kusudi mwendo, yani kusudi nisimalize au nisitumie. Paulo anasema mwendo nimeumaliza, vita haikunishinda. Lakini anasema katika huo mwendo ndani yake iko imani na kwenda kutafutwa. Najua inaweza kaja vita katika huduma kadhaa ukafutwa wewe, ukafutwa wewe. Letafutwa uthabiti wa imani ambayo tumepewa kuilinda na kusimamia. Maandiko yanasema watu wengine yatakatifu, ilindeni imani mliokabidhiwa mara moja. Paulo anasema nimeilinda imani, lakini na yaona matokeo ya kulinda imani na kumaliza mwendo, kwamba nimewekewa taji ambayo sio mimi peke yangu, lakini pamoja na wote ambao wameitwa kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kama ni mmoja
mstaafu, wakati najiandaa kuingia katika huduma, hata sijaamua kwa shemasi, aliniambia maneno haya. Niliona kama ya kunikatisha tamaa, lakini sasa namuelewa vizuri. Akaniambia, Jackson, askari asifiwaye si yule avae mavazi ya kivita kwenda vitani, bali yule avuae mavazi ya vita akiwa salama na bendera ya ushindi. Askari asifiwaye si yule avae mavazi ya kivita anapokwenda vitani, bali yule avuae akiwa amerudi yuko salama na bendera ya ushindi. Baba Askofu Sospeter Ndenza, unayavua mavazi ukiwa na ushindi. Jina la Bwana litukuzwe. Unastahili kusifiwa. Mwendo wako haujawa, huduma yako haijawa nyepesi. Sikukuelewa mwanzoni kama ni yule mstaafu. Kama Baba Askofu Ndenza kuna mahali alilia machozi, basi iwe yatosha, isiwe kwa dahani anaingia katika nafasi katika wakati mmoja. Nizungumza kitu kigumu hapa. Wachungaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa waumini mara nyingi wakisimama katika vurugu, nyuma yao yuko mchungaji anayewatia moyo. Kabisa. Wao hawana ujasiri wa kusimama mbele ya mwenye kola, isipokuwa nyuma yao yupo mwenye kola. Sasa unajisikiaje nazungumza hayo na uko hapo kwenye kaza? Serious. Tunaumiza kanisa la Mungu bila sababu. Badala ya kukaa vikao vya kuzungumzia maendeleo, kila leo tunakaa vikao vya kuanza kutatua migogoro ambayo haina maana, haina sababu. Nimekaa katika kikao cha nyumba ya maaskofu, ninafahamu kuhusu Kibondo. Nimekuwa nikisikia kuhusu Kibondo. Baba nimeweza kupambana huku na kule, wakati mwingine tunashukuru wafadhili ambao ndugu zetu wa kutoka Marekani sasa wengine ambao wamehifadhiwa sisi Kibondo. Lakini wakati mwingine tunawashangaza, tuko wanyonge, tuko katika ugumu nao, badala ya kuungana kwa pamoja, tunaleta ugomvi usiokuwa na sababu. Tuende pepo kwenda, tuwe wagombea wangapi, askofu lazima patikane awe ni mmoja tu, na yeye asome katika zamu yake, tupe ushirikiano kwa ajili ya afya na kanisa. Natamani kama kuna shule ambayo imetosha kwetu, kama kuna mapito ambayo Baba anaoendeza tunapitisha katika ugumu, tuseme kwamba hiyo yatosha. Mtumikie Mungu kwa uaminifu. Mtumikie Mungu kwa uaminifu, ndipo yeye mwenyewe kwa wakati wake atawafuta machozi. Amen. Wa Kristo ni waombe, tumikieni Mungu, kaeni na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu Dar es Salaam amehubiri maneno mazuri sana. Usimtazame mwanadamu, usimtazame mtu, mtazame Mungu kwa faida ya maisha yako na kwa faida ijayo baadaye. Mungu awabariki, mwakoze cyane, mani bafungure, yongere ifuhu, iseseke. Amen. Amen. Kwaheri.